na maadhimisho ya siku ya vijana siku ya kesho. Quinto. Na asante sana mwenzangu, ni moja kwa moja kutoka kisiwani Mombasa, ambapo tunawahusisha vijana kuhusu matarajio yao mwaka mmoja ama chini ya mwaka mmoja hadi uchaguzi mkuu ujao. Matarajio yao ni yapi? Ni kipi wanahisi kiwekwe sawa ili uchaguzi uwe wa huru na uwe wa haki na matokeo yao ya kumfurahisha kila mmoja. Tuanze tu kwa jina, utuambie jina, unaitwa nani? Tutakushikia hii. Kwa majina naitwa Ali Mustafa Barasa. Mimi ni mkazi wa Majengo, Mombasa. Wewe matarajio yako ni yapi? Mwaka mmoja ama chini ya mwaka mmoja hadi uchaguzi mkuu, matarajio yako ni yapi? Chini ya mwaka mmoja ama miezi tunahesabu kulingana na machafuko ya kutokelezea kwa wanasiasa. Kunzo kutengeneza ni serikali tu. Maana yake opposition hawezi tengeneza kunzo. Mtu hawezi kuja kama Sifuna ama Kalonzo alafu vijana wakuja na mapanga na marungu. Kunzo, serikali ikiachana na kunzo, uchaguzi utakuwa na haki na ukweli na amani itakuwa. Kwa hiyo nini kifanyike ili kuzuia masuala kama hayo? Masuala kama hayo, waziri wa usalama Mheshimiwa Murkomen, mkae chini na komiti yako na TCI, muangalie hawa viongozi wanatumika. Anataka kuchenge kufurahisha kama tuseme mbunge akiwa kuwa kwamba msafara umekuja wa siasa kwingine kwake kufurahisha rais ama kufurahisha upinzani, achukuliwa hatua na hata nyang'anywa maboti kati venye tumeongea pale juzi awali kwamba ukiwa wewe unahusika katika kunzo inafaa unyang'anywa maboti kati ama nini. Lakini mimi naona katika kunzo inakufuruka mikutano ni serikali tu, manake upinzani huwezi tengeneza hiyo. Lakini ukiacha hivyo kuwa kama serikali itakuwa ambayo tunaidhamini na kulinda Wakenya, kunzo linatengenezwa na serikali, si upinzani. Sawa, asante. Tuweze vile kumsikia mwingine, anza tu kwa jina. Kwa majina naitwa Steve Omondi, ni mkaji wa Majengo hapa. Mimi nampigia kura Majengo hapa. Kwa maoni yangu, kura itafanywa free and fair credible election. Kumekuwa na visa vya madai kwamba polisi wanatumika kuwazuia wapinzani ama kufanya, labda maoni yako ama nini kifanyike ili kuzuia visa kama hivi? Maoni yangu ni, unajua mimi sijuangi, polisi lazima aweke amani mahali palipopote yuko. Lakini sasa nyinyi hawa vijana ndio wanaleta furugu Kenya hii, because bila hawa vijana, kama sasa juzi tulienda, watu wamesema wajitokelezee wachukue kura, wakuona hata kwa line kwa sahi kura zinachukuliwa na anasema Ruto ni one time, Ruto aende nyumbani. Kama ni hivyo wanaeka siasa. Unajua kama ni siasa hawatapiga hata kura raundi. Na mimi ni kijana kama mwenzao, wengi wao wana hata kura. Wengi wao wanataka watumiwe na wanasiasa na baadaye Ruto anaenda na kufika wakati wa kura sasa apige ile kura yake kiaki, anakuwa confused, anapotea. Mora kelele. Hiyo ndio maoni yangu. Sawa, wanasema vijana mnasubiri tu kutumika na wanasiasa. Maoni yako ni yapi? Okay, unajua nikianza na mambo ya gunism, it is a wide topic. Hatuwezi maliza leo. Lakini nataka tujiulize, hao goons wanatoka wapi? Na nani anawaleta? Ukiangalia hao goons, hawezi jitokeza ati tumetoka kama goons. Goons wanaletwa na wanasiasa. Na hao wanasiasa wenye wanatumia goons wanajulikana. Kuna rally ilikuwa inafanyika mahali, sitaki kuitaja, but yule jamaa alisema tutakuja na gunsi wetu. Mkileta gunsi wenu, pia sisi tutakuja na gunsi wetu. Kumaanisha, hebu tujiulize, au wenye wako, au viongozi wetu, kuna wenye above the law ama kuna wenye hawako above the law? If they are above the law, nini tunaweza fanya ili wakue within the law? Vijana wafanywe vipi? Manake wakati mwingi unapata kwamba wanasema haya makundi ya kiuni ni vijana. Vijana wafanywe nini ili wasikubali kutumika hivi? Okay, kesho yenye government inaweza kuja nayo ni creation of job. Juu ukiangalia hao vijana hawana kazi. Na ukipata mwenye hana kazi, wewe mtu ako disparate. Mwenye ako disparate unaweza mtumia, unaweza mwambia kitu chochote na anaweza fanya. Ukimwambia nataka uende muue fulani, ataenda kumuua fulani. Sawa. Yes. Asante. Karibia tu hapa mbele kidogo, kisha uanze kwa kutueleza wewe kijana uko desperate kutumika na mwanasiasa? Mimi siko. Kwa majina naitwa Wilson Otieno, mkazi wa Mombasa. Mimi nataka kusema hivi, wanasiasa wametuzoea vibaya kwa sababu ya shida zetu ambazo tuko nazo. Wameshindwa kutupatia kazi.
wanatupatia 200, tuende tupigane na wale ambao wanashindana nao. Mimi ningependa kuhimiza vijana hapa Kenya, tafadhali, mtu amekaa ofisini miaka yote hajakupa kazi, asifanye uawe na vijana wengine, kwa sababu vijana wameamua watajilinda. Mimi sitakubali, na niko na demokrasia yangu kusupport mrengo hii, alafu ile mrengo nyingine inaniletea vijana inipige. Sitakubali kitu kama hiyo. Itabidi sisi tujilinde wenyewe kwa wenyewe. Kama ni mbaya itakuwa ni mbaya. Kwa hivyo wewe kijana ambaye unatumiwa na mwanasiasa ambaye hajakusaidia miaka yote, jichunge sana, manake mimi hautanitisha. Mimi ukinikujia nitakujia na ile equal force. Polisi, wewe kama umeshindwa na kazi yako, unalinda wale ambao wako kwenye power, na sisi tutakutambua na hiyo nini kazi yako. Kama kijana, je, una imani na tume ya uchaguzi? Tume ya uchaguzi kwa vile walifanya huu uchaguzi wa mwisho ilikuwa ya huru na haki, ya olkalao. Naweza sema huenda wakatupatia uchaguzi huru. Lakini wanasiasa, kuna jambo wanasiasa wanaongea inatupatia question marks. Kuna wanasiasa wanasema kuwa lazima tutashinda. Lazima utashinda kivipi? Ushajua ni mimi nitakupigia kura. Usiniambie lazima utashinda. Tuambie tunakuomba utupigie kura tushinde. Usituambie lazima nitashinda. Asante. Yes. Hayo ni maoni ya wakazi kutoka hapa kaunti ya Mombasa. Wana matumaini kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki, wakiwarai wanasiasa kutoingiza cheche ambazo huenda zikasababisha machafuko na vurugu nchini. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Quinto Wafula, anaregesha kwa Costelli. Asante sana Quinto Wafula, moja kwa moja akiwa katika kaunti ya Mombasa. Nikirejea kwa